Mimi nawashauri sana, wewe ukianza kuona nguvu za kiume zimepungua, hebu katizame, usije ukawa na tatizo la pressure. Utizame, usije ukawa na tatizo la afya ya akili, kwa sababu ukiwa na shinikizo kubwa la usongo wa mawazo, nguvu za kiume haziwezi kuwepo, kwa sababu nguvu za kiume ni mawasiliano ya ubongo na sehemu zako za siri. Mashaallah. Yani lazima ziwasiliane. Kwa hebu jaribu kutizama, wengine uzito tu uliokuwa mkubwa sana, kwa sababu uzito unapunguza nguvu za kiume. Kwa hili naomba tuliangalie, tucheki afya zetu kila mwaka, na ndio maana ukifika huko mjini sasa hivi biashara ya dawa ya nguvu za kiume imekuwa kubwa. Mimi nikipeleka pale kuuza dawa sasa hivi kila mtu atanunua. Profesa, kuna dawa unaijua wewe inaitwa Al-Qasus? Ushaikusikia bro? Hiyo sina utaalamu nayo sana. Basi ipo hiyo profesa. Nitakuonesha tu huko mitaani kuna hii pia. Sawa. Japokuwa hamjaipitisha. Fikiria tu wewe una tatizo la shinikizo la damu na hulijui. Umepata hasira, umegombana na mtu, wedha kwa kugombana kabisa au kwa maneno, na uhakika mmewahi kusikia huyu, mbona tulikuwa tunaongea naye hapa dakika 5 ameanguka ghafla. Ndio, hadithi hizo zipo nyingi sana. Hizo hadithi ziko nyingi, wote tunazifahamu. Kwa hiyo mimi na wagonjwa, na huwa napenda kutoa mfano, na nitautoa huu mfano kwa sababu yeye mwenyewe alisharusha kwenye mitandao. Mbunge wetu wa Temeke, Sheikh Chaurembo, miaka 3-4 iliyopita tulikutana kwenye ndege, wote tunakwenda Maka, wanakwenda kuhiji na mimi nakwenda bwana, tukuagana. Nikamwambia ndo tumeonana hapa. Basi katika mazungumzo akaniambia, unajua mimi na shida ya sukari, utanisaidiaje? Nikamwambia, mheshimiwa, unataka nikusaidie? Naona tumesafiri kundi moja, sasa huko tunakokwenda tutafikia pamoja, wewe hakikisha tumekaa pamoja, lakini safari yake itakuwa ngumu kidogo. Kwa kifupi tu, nilikaa na mheshimiwa Chaurembo kwa kile kipindi chote tulichokuwa Maka. Shughuli ilikuwa nzito kidogo, lakini moja uzuri wa hija kule, mnazunguka muda wote, idha huko kwenye ibada, umetembea, umekwenda huku, umekwenda kule, na tukajaribu kurekebishana kuhusu chakula. Leo mheshimiwa Chaurembo hatumii dawa za sukari, na alikuwa yuko kwenye dawa huu mwaka wa 3 sasa, kwa sababu ni mtindo wa maisha. Na nilimwambia, mheshimiwa, naomba wewe jaribisha mwezi huu mmoja utakaokaa na mimi hapa, kama ukiona haikwenda sawa sawa, acha rudi kwenye maisha yako ya kawaida. Lakini nashukuru Mungu, alhamdulillah, mheshimiwa hayuko kwenye dawa, tumebadilisha maisha yake, anakula vyakula vilivyokuwa sahihi na hali mara kwa mara, kwa sababu bahati mbaya Shehbaz, hapa siku ambazo sio za Ramadhani, ukihesabu watu wanakula mara 6, mara 7, mara 8 kwa siku. Amepita mwenye korosho na mimi kidogo, amepita kwenye chewing-gum amekula. Mwili haujui hicho ni chakula cha mchana au cha asubuhi. Mwili unachojua chakula kimeingia, toa insulini. Kwa sababu ya muda, naomba tu kwa ufupi kabisa, mengi nimeyagusia. Muhimu zaidi kuishi maisha ambayo ya afya, chumvi kwa wastani, tupunguze sana vyakula vya sukari, kutembea tumelizungumzia angalau mara 3 kwa wiki, tuepuke sigara, vyakula vya wanga mwingi sana tujaribu kuepuka navyo. Kwenye upande wa pressure, tuangalie sana uzito wetu, tujaribu kuepuka pale ambapo hatuna haja ya kukana shuka, na vitu vingi vinavyosababisha ugomvi umepungua, hasira zimepungua, vyote hivyo vinashusha pressure. Hospitali sasa hivi ni tezi dume. Najua wengi wenu
mnahofia kuja hospitali, tezi dume bwana, kuna kile kipimo hakipo siku hizi. Hapo Profesa, rudia. Hatuanzii na kile kipimo. Siku hizi kuna MRI, kuna CT scan, kuna ultrasound, tunaweza tukaliona lile tezi limekuwa kubwa. Na dalili za mwanzo kabisa ni kwamba unakwenda msalani haja ndogo, lakini unahisi kuna haja bado imebaki ndani. Unakwenda msalani, unatoa haja ndogo kidogo tu, unaona kama umemaliza, kwa sababu lile tezi kadri linavyokuwa kubwa linabana ule mrija wa haja ndogo na nguo yako ya ndani. Hizo ndo dalili za kwanza. Sasa hatari yake kubwa basi ni kwamba saratani ya tezi dume haina haraka, inakaa na wewe miaka 15, 20. Bahati mbaya wengi tunakuja kuwaona inakuwa imeshatoka kwenye zile sehemu za siri, imesambaa kwenda kwenye mapafu. Wagonjwa kadhaa hawataweza kutembea tena. La ilaha illa Allah. Kwa sababu ikiingia kwenye uti wa mgongo inauvunja. Acho wewe ukishakuwa umeshafika tu, siku hizi kidogo tunaiona mapema zaidi, miaka 38, miaka 39, tafadhali mwambie daktari wako nataka kufanya kipimo. Tunatizama kule kinaitwa PSA, kinatakiwa kuwa kati ya 0 mpaka 4. Akikiona kiko juu atafanya vipimo zaidi, lakini ni kipimo sio kubwa, lakini itakuokoa mambo mengi. Kwa ningekuwa na shauri sana, tafadhali mwambie tu daktari wako naomba kupima kipimo cha saratani ya tezi dume. Hawa kina mama wakiingia kwenye hedhi, ikikata pale inapokoma, kuna homoni inaitwa estrogen inapotea. Sasa na ingine inaitwa progesterone inapotea. Hii homoni niloitaja ya pili ndio inawafanya kina mama wanakuwa na huruma, wanakuwa hawana hasira. Wale walooa kama mimi mnajua, kuna kipindi anageuka mke wako, unasema huyu mbona amebadilika, au kwa sababu amepata kazi nzuri au ana hela. Hapana. Hapo patamu Profesa, hapo mwili umeshabadilika kabisa. Hapo paike sawa Profesa. Sasa anaweza akakujibu, huyu nimeishi naye miaka 20, miaka 30, mbona alikuwa nijibu hivi? Amepata jeuri au ana mtu? Hapana. Hedhi inapokata maana yake ni nini? Au menopause, maana yake ni kwamba miezi 12 mama haoni damu zake za mwezi. Kwa ikitokea hivyo ndio pale tunasema kwamba imehada. Sasa kuna homoni hizo mbili ambazo ndo zinamfanya anakuwa kama mama, na hiyo ya pili ndo inamfanya anakuwa hana hasira. Lakini kina baba hapa, unajua wale walioa, unaweza ukarudi nyumbani siku hiyo, habari za kushinda, akakwambia unanitakia nini? Ndio. Sio kwamba amebadilika au amenini, ni mwili ndo unavyofanya. Anakuwa na hasira zaidi, hawezi kulala, anasikia joto sana, kunakuwa na njozi ambazo sio nzuri. Mimi naomba kubwa kina baba ni tuwape support, na kwa kina mama ndo kipindi kile anakwambia mimi nakula kidogo tu lakini nanenepa. Ni kweli, kwa sababu kile kipindi sasa haya mafuta yalokuwa kwenye hips huko ndani yenyewe yanatembea yanakuja kwenye tumbo. Ndo pale unamwona mama na kitambi anakwambia mimi mbona sielewi sasa. Ni mafuta yametoka kwenye mapaja yanatembea, yana migrate, yanakuja kwenye tumbo. Allahu Akbar. Kwa tutafanya hilo somo na kina baba ni muhimu sana tulijue, kwa sababu tunachotakiwa ni kuwa support. Dawa yake sio kwenda kuoa mke mdogo, kwa sababu ni muda tu, na huyo mdogo naye nasibu hiyo. Kwa hiyo sio suluhisho kamili, kwa sababu hata huyo mdogo kuna siku naye zitakata. Sasa kama Mungu akikupa uhai, kila zikikata wewe unaenda kuoa, basi
tutaoa sana. Kwa mimi nilikuwa naomba niishie hapo ili tuweze kuchukua maswali, lakini kubwa naomba, sijakataza chakula. Ni jukumu letu kila mmoja ajitizame, mimi niko wapi. Nasisitiza tena, tujitayarishe kwa maisha yetu ya huko mwisho. Asante sana. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.